Ubaya mimi kuja hapa bila kukutaarifa? Okay sawa, hamna ubaya. Kumeharibika nini? Kumeharibika kitu. Okay, hapa kuna kitu kikubwa sana kinataka kutokea leo. Oh, Teli. Sasa hizi. Salama. Mambo. Poa mzee. Shwari. Kaka, nimekuja kukusikiliza. Kwanza nimefurahi umesikiliza wito wangu. Alafu pili, utaniwia radhi kama nimekuachisha vitu vyako vingine. Ila nimekuita hapa kwa sababu moja tu. Suzy, wewe ni mwanamke ambaye umechukua nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu. Kwa hivyo, niko tayari kusimama kwa ajili yako hata kama umekaa. Nakupenda. Ila inafahamika na mimi nakupenda pia. Asante. Kaka. Nini? Teli, si utulie utaona. Suzy, naomba ukubali niwe mumeo na nimekuja na pete hii. Pete? Kaka, kwa hiyo hicho unitia, si ndio? Kwa kipi alichokupa huyu mpaka umvishe pete? Hebu sikiliza kaka, nakuheshimu sana. Nakuheshimu na hilo unalijua. Lakini kwa hili tutavunjiana heshima. Si unanielewa? Tutavunjiana heshima kwa ajili ya huyu mwanamke. Mimi najua labda umeniita hapa unipatanishe na huyu Suzy. Nakuja kushuhudia unampisha huyu kahaba pete. Kaka kweli? Unataka kumuoa huyu? Teli, nyamaza. Umemtaja? Lazima nikwambie. Mimi yule rafiki yangu na namjua mwanzo mwisho. Haiwezekani eti unampisha pete huyu. Kaka unajitakia nini wewe? Haya ni maamuzi yangu leo. Kwa nini kutaka ushauri wangu kuhusu huyu mwanamke? Kaka, kukurupuka huko nakwambia. Na huyu umemjua kupitia mimi. Ungeniuliza kwanza rafiki yako yule yukoje? Anaishi vipi? Lakini wewe umekurupuka na unataka kumfisha pete kweli kaka? Aiseka kaka hapana. Kwanza nisikilize tena. Haujawahi kufanya kosa kubwa kama ambalo umelifanya leo. Sikiliza. Njia moja. Hebu nisikilizeni kwanza. Ukimvisha mwanamke pete, mimi na wewe ni basi. Nyamaza. Mimi na wewe basi. Haiwezekani mimi ndugu yako tumebaki wawili kaka. Afu leo huyu unataka kumvisha mwanamke pete, mwanamke ambaye hana maadili yoyote. Sikiliza kaka. Unalolitafuta utalipata. Achana naye Mai. Tuendelee na mambo yetu. Tuendelee na mambo yetu eh? Sasa sikiliza nikwambie. Wewe kweli ni mwanaume, lakini katika hili umekosea. Tena umekosea tena. Yaani umenikosea sana, eh? Kila kitu nakusikiliza. Hakuna kitu nilichowahi kukupinga. Umetaka nikubebee ujauzito, nimekubebea. Sasa umeona haitoshi, umeleta mpaka pete. Mbona unakurupuka wewe? Yaani umejinyanyua huyo huko mbio umekuja. Sasa sikiliza nikwambie mimi siwezi. Bora ungenipa taarifa, nijifikirie na mimi kama wewe ulivyojifikiria. Alafu kitu kingine, umeona ndugu yako hapa alichokifanya? Kakataa kata. Sawa, mimi leo nimeanza kuishi na wewe. Nimepata matatizo wewe haupo. Nitakimbilia wapi kama ndugu zako hawanitaki? Suzy, nisikilize mimi. Yule kazungumza tu kwa hisia zake, okay, lakini nivalishe. Unakubali? Nimekubali. Umekosea njia. Sitaki. Tuendelee na maisha haya. Kuolewa? Sijui kuvalishwa pete uchumba? Hapana. Bora hata ungeniambia kwanza nijifikirie nijue na kupatia jibu gani. Kinyume na hapo, toka kapatane na ndugu yako. Urudi hapa. Akikubali njoo univalishe. Kaka Joni. Naam.
mbona mpaka sasa hivi? Usijali, nipo sawa. Kwani unauma? Au njaa inakuuma? Sina njaa. Au yule mwanamke anakuchanganya? Namaanisha Suzi. Kwani wewe unajua nini? Maana mimi naona tuko vizuri tu. Sikia kaka, mimi nimeenda juzi kwa Debora. Nimeonana na dada Angel. Kanielezea kila kitu, situation iliyotokea ile juzi, ulivyoenda au ukasema sijui unataka kuachana na Debora, na tatizo la wenyewe hawaelewi. Ila mlipishana tu kauli. Sasa mimi nilivyoelezewa, kwa kweli sikuona upande wao kama kuna tatizo. Ndio maana nikamwambia nitaongea na wewe ili unifafanulie vizuri. Nisikize ngombe kitu mdogo wangu. Wewe kama umejua mimi na yeye tumegombana na umeambiwa, maana yake hata sababu unaijua pia. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya kupinda pinda. Ni imetokea hivyo ndo imekuwa basi. Kaka, mimi Suzi namjua A to Z. Na mimi Suzi ni rafiki yangu. Na ninajua Suzi hana mapenzi ya dhati na wewe. Lakini unataka kunisikiliza ndio kwanza ukachukua maamuzi ukaenda kumvisha pete. Ile pete alikubali? Alikubali ile pete kama anakupenda kweli? Sasa nikwambie kitu kaka, nikuibie siri. Kakudanganya akakwambia na mimba. Mimba hana. Hata mimi kama nikae kimya nitafanyaje? Wewe umejuaje kama hana ujauzito? Unataka uthibitisho? Nataka nijue umejuaje. Sawa, nitakuonyesha uthibitisho, lakini kaka, ushauri kabla mambo hayajaribika. Mwanamke wa kuwa naye ni Debora, na kama unataka kuoa mwanamke kweli ni Debora na sio Suzi. Juzi umempa kodi, hajatoa. Mpaka sasa hivi anadaiwa na baba mwenye nyumba yake hela kodi. Yeye anakudanganya vitu vingi vingi, ndio kwanza ushazama penzini. Kwa mwanamke muongo. Usikilize. Nataka kuonyesha vithibitisho, kwa hiyo maliza kumenya ndizi, kuna kazi nyingine ufanye. Kwa ulipofikia sasa hivi, hauna haja ya kujibana kwa namna yoyote kwenye matumizi ya pesa. Sawa. Na kusema ukweli, wala sipati shida. Kwa sababu unapambana sana kwa ajili yangu. Na hela ipo. Kila kitu ninachokitaka nakula. Kwa hiyo kuhusu hilo niko sawa. Usijali. Mimi ninachohitaji sasa hivi, yani mtoto wangu uko tumboni. Yani asipate tabu yoyote. Yani chochote unachojisikia wewe tumia tu. Unasemaje? Hamna tatizo. Kila kitu ninachokitaka kipo. Habari. Zima Suzi. Jambo. Zima supu. Safi. Nakumisi mpaka tuondoke. Wewe uondoke na mimi? Yes. Kwenda wapi? Situkubaliana mara mwisho nilipokuja ukasema. Kwanza wewe una hazi ya kutoka na mimi? Nilikuja hapa tuliongea, leo unanikana. Wewe mimi niliongea na wewe? Wapi? Kwanza wewe una hazi ya kutoka na mimi? Una pesa ya kunihudumia mimi wewe? Sasa sikia, mwenye hazi ya kuwa na mimi ni huyu. Yaani sikutaki na sikuhitaji. Tena umekosea njia. Sijui unanielewa? Saa hii ninavyoongea, naomba uchanganye mboga zako na uondoke. Kwa hiyo nimekuja na nifukuza. Sio na kufukuza, ondoka. Sawa, naweza nikaenda. Na vipi kuhusu hiyo mimba? Niende nayo au? Hebu achana na mimba yangu kwanza. Usije ukaniharibia bure. Nenda baba, nenda. Inuka uende nini? Sawa. Fanya haraka. Asante. Baby, huyu hapa ni ex wangu. Nimeachana naye muda mrefu. Mami nisikilize. Sitaki kujua yule ni ex wako. BAW, sitaki kujua hivyo vitu.